Habari za wakati mtazamaji wa Channel 10 Plus, nikukaribisha katika habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Msomaji wako ni mimi Eden Bahati. Nitakuletea habari za kitaifa na kimataifa, na katika habari za michezo na burudani tutaungana na Esther Mtebe. Karibu. Nchi ya Cuba imekumbwa tena na giza baada ya mfumo wake wa umeme kusambaratika na kuacha taifa zima bila huduma hiyo muhimu, ikiwa ni mara ya tatu ndani ya mwezi Machi. Kwa mujibu wa shirika la umeme la taifa, hitilafu ya ghafla katika kituo cha kuzalisha umeme cha Nevitas ilisababisha athari za mnyororo mzima zilizoharibu mitambo mingine na kuangusha mfumo mzima wa usambazaji umeme. Serikali imeanza kutumia mifumo ya dharura kuhakikisha huduma muhimu kama hospitali na vituo vya maji zinaendelea kufanya kazi kwa wakati sahihi. Rais Miguel Diaz-Canel amesema changamoto hii imechangiwa na ukosefu wa mafuta kutoka nje kwa zaidi ya miezi mitatu, hali iliyosababisha uzalishaji wa umeme kushuka hadi chini ya nusu ya mahitaji ya taifa. Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, kukatika kwa umeme kumekuwa jambo la kawaida nchini humo kutokana na miundombinu chakavu pamoja na uhaba wa mafuta, huku serikali ikiendelea kulaani vikwazo vya Marekani kwa kuchangia hali hiyo. Hali hiyo inaendelea kuathiri kwa kiasi kikubwa shughuli za kiuchumi, huduma za afya pamoja na maisha kila siku ya wananchi wa Cuba. Kwingineko ni kwamba Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi amesema serikali inaridhishwa na hatua za matayarisho ya ujenzi iliyofikiwa katika mradi wa kimkakati wa bandari jumuishi ya Mangwapwani. Daktari Mwinyi ameyasema hayo leo tarehe 22 Machi 2026 alipokutana na mwenyekiti wa kampuni ya China Harbour Engineering Company Limited Bwana Bai Yinzan pamoja na ujumbe wake waliofika Ikulu Zanzibar. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kampuni ya China Harbour Engineering Company Limited Bai Yinzan amemhakikishia Rais Daktari Mwinyi kuwa kampuni hiyo inaendelea na ujenzi kwa kasi, huku ikizingatia viwango vya ubora, ikitambua umuhimu wa mradi huo kwa maendeleo na uchumi wa Zanzibar. Naye Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Dr. Khalid Salum Mohamed amempongeza Rais Dr. Mwinyi kwa kazi kubwa ya kuleta maendeleo katika sekta mbalimbali na kueleza kuwa mradi huo utakuwa mkombozi na chanzo kikubwa cha fursa za ajira kwa wananchi wa mkoa wa Kaskazini Unguja na Zanzibar kwa ujumla. Tunajenga bandari hapa Mangwapwani, bandari jumuishi ambayo katika Afrika Mashariki nzima haitokuwepo kama hiyo. Bandari itakayoleta meli kubwa za kisasa zenye kubeba zaidi ya makontena 15,000. Maana yake Zanzibar, Mangwapwani itakuwa ni kitovu cha biashara ya usafirishaji wa makontena katika Afrika ya Mashariki. Determination for mutual development between China and Tanzania. As the landmark project of this vision, Mangwapwani New Port is more than just infrastructure. Lakini leo unaweka alama nyingine kubwa katika nchi. Wekaji wa jiwe la msingi la bandari hii ambayo itakuwa ni bandari kubwa sana, imeshaelezwa katika Afrika Mashariki hakuna zaidi ya bandari hii. Mvutano umeongezeka katika eneo la Mashariki ya Kati baada ya nchi ya Irani kutoa onyo kali la kushambulia miundombinu muhimu kufuatia kauli ya Rais wa Marekani Donald Trump. Irani imesisitiza itachukua hatua za haraka kulinda maslahi yake endapo vitisho dhidi ya sekta yake ya nishati vitatekelezwa. Kauli hiyo inaajiri baada ya Trump kutishia kuharibu miundombinu ya nishati ya Irani iwapo haitafungua mlango bahari wa Hormuz ndani ya saa 48. Hata hivyo, Tehran imekanusha kufunga njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani, ikisisitiza kuwa meli zote zinaruhusiwa kupita isipokuwa za Marekani na washirika wake. Aidha, Irani imetangaza mpango wa kutoza ushuru wa dola milioni 2 kwa kila meli itakayopita katika njia hiyo. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaonya kuwa mvutano huu unaweza kuathiri usalama wa usafirishaji wa mafuta na uchumi wa dunia endapo hautadhibitiwa kwa njia ya kidiplomasia. Mbunge wa jimbo la Mlimba Dr. Kellen Rose Lwakatare ameungana na wananchi wa kata za Mchombe, Mlimba na Igima kusherehekea Eid al-Fitr, wakati Waislamu duniani kote wakihitimisha mwezi mtukufu wa Ramadhan. Katika sherehe hiyo, mbunge huyo alishiriki pamoja na wananchi kula na kufurahia siku hiyo muhimu, akieleza kuwa lengo lake ni kuimarisha umoja, mshikamano na upendo miongoni mwa jamii.
Dr. Rwakatare alisisitiza kuwa Waislamu na Wakristo ni wamoja na kwamba wanashirikiana katika nyakati za kidini ni msingi kwa kudumisha amani na maendeleo endelevu nchini. Aidha, alibainisha kuwa hatua hiyo ni sehemu ya kuthamini na kuunga mkono ibada ya funga ya Waislamu, huku akihimiza wananchi kuendelea kudumisha mshikamano kwa manufaa ya jamii nzima. Maana ya kufunga ni kujitoa kwa Mwenyezi Mungu, kutubu dhambi zetu zote na kujirudisha kwa Mwenyezi Mungu, kuhakikisha kwamba tuko karibu na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo siku hii ya leo wanapohitimisha, nimeona ni vema niungane nao wote kwa pamoja ili tusherekee siku hii ya leo. Hiki ni chakula cha upendo. Nimeona nihakikishe kwamba Wakristo na Waislamu na yeyote yule mwenye dini yoyote nyingine tuungane kwa pamoja, tuwe na upendo mmoja, tuwe na mshikamano mmoja, tuhakikishe kwamba tunaijenga nchi yetu Tanzania. Maendeleo tutayapata tukiwa na umoja na mshikamano. Maendeleo hayana dini, maendeleo hayana ukabila. Kwa hiyo niwaombe ndugu zanguni, tuungane kwa pamoja ili tuhakikishe kwamba mlimba yetu tunaijenga kwa pamoja, mlimba yetu inakuwa na maendeleo. Kwingineko ni kwamba Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kwa kushirikiana na Jumuiya ya Misitu ya Jamii Zanzibar Jumijaza wameadhimisha siku ya misitu duniani kwa kupanda miti 2100 aina ya mikoko katika eneo la Jangwani shehia ya Tondooni, huku akisisitiza umuhimu wa misitu katika kukuza uchumi wa wananchi. Taarifa ya Masanja Mabula kutoka Pemba inafafanua zaidi. Kizungumza baada ya zoezi hilo, mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Bi Mgeni Hatibu Yahya amesema moja ya faida kubwa ya misitu ni kuzalisha ajira kupitia biashara ya hewa ukaa, akibainisha kuwa upandaji wa miti na uhifadhi wa misitu ni fursa ya kiuchumi inayoweza kuinua maisha ya mwananchi. Kupitia misitu tunaweza kupata fursa nyingi sana, ikiwemo utalii wa kimaumbile, ufugaji wa nyuki na uzalishaji wa asali, biashara ya mazao ya misitu. Mapema mkuu wa wilaya Micheweni Hatibu Juma Mjaja amewataka wananchi kushirikiana katika kulinda misitu na kuhamasisha upandaji wa miti, huku msaidizi katibu wa Jumuiya ya Hifadhi ya Misitu ya Jamii Zanzibar Hassan Suleimani Hamisi amesema mikakati ya jumuiya hiyo inalenga kuwawezesha wananchi kunufaika na biashara ya hewa ukaa. Misitu hii inasaidia sana hapa kwetu, lakini inasaidia dunia, na ndio maana dunia imeamua kuchangia kwenye hewa ukaa, kwa sababu carbon dioxide, ile hewa unayozalishwa kwenye msitu huu, inawezekana ikaenda kawafaa wenzetu walioko Afrika ya Kusini. Jumuiya Jumijaza ndiyo aggregation entity ya Zanzibar ambayo inawakilisha kamati hizi za uhifadhi wa misitu, na sasa hivi imejipanga kwa ajili ya kuona kwamba muda mchache unaokuja inaingia nayo katika biashara hii ya hewa ukaa. Kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya misitu duniani kwa Zanzibar inasema misitu ya juu na mikoko ni uchumi endelevu, tuhifadhi kwa maendeleo ya Zanzibar. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Asante Masanja Mabula kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nuruddin Babu ametaka bodi ya maji ya bonde la Mto Pangani kuhakikisha inaweka katazo la wananchi kukaa au kufanya shughuli zozote ndani ya umbali wa mita 60 kutoka katika vyanzo vya maji ili kulinda uhai wa rasilimali hiyo muhimu. Ahmad Nandonde ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa upandaji miti katika chanzo cha maji cha Mjerumani kilichopo Njoro, manispaa ya Moshi, Babu amesema kutokana na vyanzo hivyo kuwa kwenye hatari kupotea, amewataka wasimamizi wa bonde hilo kuweka mazuio ili kudhibiti vitendo vinavyohatarisha uendelezwaji wa rasilimali za maji katika vyanzo vyote kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo. Maeneo yenu yote ambayo yana vyanzo vya maji yote tunapanda miti na kuzingatia sheria ya mita 60 kuanzia chanzo cha maji. Nyinyi hamtekelezi hiyo sheria, mnaogopa watu. Kuanzia leo hapa nataka niyaone mabango mita 60 kwenye vyanzo vya maji hapa mkoani. Hakuna mtu kukata mti hata kama kapanda mwenyewe. Na tunajua kabisa kwamba ukanda huu wa Kilimanjaro tunategemea sana vyanzo vya maji vya chemchem na mito ambao kwa matumizi mbalimbali.
Kwa hiyo tunahamasisha wananchi wote, hakikisha popote ulipo unashiriki kwenye zoezi hili la upandaji wa miti. Naye mratibu wa WWF kanda ya Kaskazini Norbert Kese amebainisha kuwa tabia ya wananchi kulima na kutupa taka hovyo ndani ya vyanzo vya maji imekuwa sababu ya vyanzo vingi kupotea. Kama unavyoona hichi chanzo kiko karibia na soko la Mbuyuni. Kwa hiyo hichi chanzo kimebadilika, kimekuwa ni kama dumping site. Watu wanatupa taka ngumu, lakini kwa karibu hapa utaona kabisa kuna maji taka pia yanapitishwa na maji taka yako wazi, yako open. Kwani bila mazingira bora hatuwezi kufanya shughuli zozote. Tunatunza mazingira ili tuache urithi bora, pia kesho yetu iwe salama zaidi. Ahmad Nandonde, Channel 10, Kilimanjaro. Kijana mmoja anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 18 hadi 20 amenusurika kipigo kutoka kwa wananchi wenye hasira kali katika mtaa wa Nyerere kata ya Ipuli baada ya kutuhumiwa kumfanyia kitendo cha ukatili mtoto wa miaka 7. Kwa mujibu wa taarifa za awali, kijana huyo anadaiwa kumlaghai mtoto huyo kwa kumnunulia pipi na soda kisha kumuingiza uume mdomoni na kumpaka dawa, kitendo kinachodaiwa kuhusiana na imani za kishirikina. Mwandishi wetu Adela Moses kutoka mkoani Tabora ana undani wa taarifa hiyo. Inaelezwa kuwa mara baada ya tukio hilo, mtoto alirejea nyumbani akiwa analia, ambapo mama yake mzazi alimtaka kuelezea kilichompata, ndipo mtoto huyo alipofafanua zaidi tukio zima. Na baada ya taarifa hizo kusambaa, wananchi wenye hasira kali walikusanyika na kujaribu kumshambulia kijana huyo kwa hasira kabla ya kunusurika kuuawa, lakini jeshi la polisi likafika eneo la tukio kwa wakati na kumchukua kijana huyo. Na hapa mtoto aliyefanywa tukio hilo, majirani na mashuhuda wa tukio hilo wanaeleza hali halisi. Akaja akanibeba akanibeba nikamnunulia wacha akanipeleka labda. Tulikuwa tunacheza hapo mpira, akaja akambeba Samili, akaenda hapo akamwambia kanifuatie vocha, akawa namfuata nyuma. Mimi nimeenda kumtafuta sijamuona, nimemkuta hapo anatapika. Nikamuuliza nini kimekukuta? Akaniambia kuna mtu alinibeba akanipeleka library. Ni la hatari, tena tukio ni la hatari tu zaidi, kwa sababu usalama wa watoto wetu unakuwa tena ni mdogo. Wamchukulie tu hatua za kisheria. Pia tunatakiwa tujue usalama wa mtoto wetu. Serikali ichukue hatua. Toa aende huko afu achiwe. Kwa upande wake mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Nyerere kata ya Ipuli manispaa ya Tabora Bwana Yasin Hussein anaeleza namna alivyobaini tukio hilo linalohusishwa na imani za kishirikina. Katika mahojiano yeye alisema ameagizwa kwa njia ya dawa, yani dawa uchawi yani. Sisi serikali hatuamini uchawi, lakini ndivyo alivyosema yeye. Na kama kuna kijana yeyote anafanya tabia hiyo, mimi naomba aache mara moja, baka kifungo chake ni miaka 30. Hata hivyo, mtuhumiwa huyo tayari amefikishwa katika kituo cha polisi kwa ajili ya maelezo zaidi, huku mtoto aliyefanywa jambo hilo akipelekwa hospitali kwa ajili ya uchunguzi na matibabu zaidi. Adela Moses, Channel 10. Adela Moses kwa taarifa kutoka mkoani Tabora. Shambulio dhidi ya hospitali katika eneo la Darfur Mashariki nchini Sudan limesababisha vifo vya watu wasiopungua 64 wakiwemo watoto 13, huku wengine wengi wakijeruhiwa baada ya kituo hicho kulengwa kwa silaha nzito. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amelani tukio hilo na kutoa wito kwa kuhakikisha ulinzi wa haraka kwa raia, wahudumu wa afya na wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, shambulio hilo pia liliharibu kituo kingine cha afya pamoja na vifaa muhimu vya matibabu, hali inayozidi kudhoofisha huduma za afya katika eneo hilo. Mapigano yanaendelea nchini humo ambapo sehemu kubwa ya magharibi mwa Darfur inadhibitiwa na wanamgambo wa RSF, huku jeshi la taifa likishikilia maeneo ya mashariki, katikati na kaskazini mwa Sudan. Taasisi ya utafiti wa uvuvi Tanzania TAFIRI imeanza utafiti wa siku 22 katika ziwa Tanganyika, ukiwashirikisha watafiti kutoka nchi zinazozunguka ziwa hilo ambazo ni Tanzania, Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC pamoja na Zambia. Nelson Munema ana undani wa taarifa hiyo. Akizungumza wakati wa kufanyika zoezi hilo ndani ya ziwa Tanganyika, mkurugenzi wa uendelezaji, tafiti na uratibu kutoka TAFIRI Dr. Mary Kishe amesema kuwa utafiti huo unafanyika kwa mara ya pili nchini, unalenga kuchunguza mtawanyiko wa samaki katika ziwa Tanganyika kwa kuangalia tofauti zinazojitokeza kati ya misimu mbalimbali ya mwaka. Huu utafiti ni wa kikanda ili tuweze kuja na takwimu halisi
au hali halisi ya samaki, ya rasilimali za uvuvi katika ziwa letu, ili tuweze kuja na mikakati ya pamoja katika kusimamia rasilimali, ili rasilimali hii iwe endelevu kwa ajili ya nchi zote ambazo zinazunguka ziwa hili. Kwa upande wake Dr. Benedict Kashinde ambaye ni mkurugenzi wa kituo cha TAFIRI Mwanza ameelezea namna ambavyo utafiti huo unafanyika. Kwa hiyo kishapeleka kule chini kwenye maji, inaleta taarifa za samaki wanaopatikana katika ziwa, na zile taarifa zinarudishwa, zikifika kwenye ile transducer zinabadilishwa tena, zinakuja katika fomu ya umeme na zinaletwa tena katika hii transceiver. Hii transceiver inaleta kutafsiri kwenye kompyuta hapa. Sasa tunachokiona hapa itasaidia serikali zetu nne kuleta siasa nzuri za kufanya uvuvi wa kudumu. Naam, nyuma yangu ni ziwa Tanganyika ambalo tafiti za kisayansi zinafanyika hapa kubaini mtawanyiko wa samaki. Kutoka hapa TAFIRI Kigoma, mimi ni Nelson Munema wa Channel 10. Nelson Munema kwa taarifa hiyo. Wananchi wa vijiji vitatu vilivyopo kata ya Muhonda na kata ya Sungaji, tarafa ya Tuliani wilayani Mvomero, wamelazimika kuyakimbia makazi yao baada ya kuzingirwa na maji kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali mkoani humo ikiwemo wilaya ya Mvomero. Taarifa zaidi na Jimmy Mengele kutoka mkoani humo. Wakiongea na waandishi wa habari, wakazi hao wamesema kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha kumesababisha mto Mbulumi kuacha njia yake ya asili na kuelekea kwenye makazi ya watu, jambo ambalo limeleta athari za kuharibika kwa vitu vyao. Tunateseka kwa kweli na hali ya maji, mafuriko yamezidi. Maji yataingia asubuhi, yataingia saa 6, yataingia na jioni. Yaani tuko kwenye athari kubwa, vitu vyetu vimeteketea na kila kitu. Serikali kama serikali inajitahidi, lakini sasa kulingana na mto wenyewe, kwa sababu mafuriko ni makali sana. Kwa sababu hiyo tumeamua kutoka na tumeacha kila kitu na vitu vingi sana vimeharibika. Manake sehemu ambazo maji yalikuwa yaingii ndani, sasa maji yameingia ndani kwa kiwango ambacho hatuna uwezo wa kusema kwamba tutabaki huko. Wenye uwezo wao wamehama na kwenda sehemu husika, wasio na uwezo wamepelekwa shuleni, na wengine bado wapo kwa sababu ya kuangalia mali zilizopo. Kwa upande wake, kaimu kamanda wa Jeshi la Uzimamoto na Uokoaji Mvomero wamesema wanaendelea kutoa watu ambao wapo kwenye maeneo hatarishi na kupeleka katika maeneo salama yaliyotengwa na serikali. Tulikuja leo kwa ajili ya zoezi moja tu la kuwahamisha watu waliokuwa katika maeneo hatarishi kutokana na mto mnavyoona maji yalivyokuwa yamejaa. Kuna baadhi ya watu ambao ni wagonjwa, wazee ambao walikuwa wanashindwa kutoka. Lakini tumekuja leo kwa ajili ya kuja kufanya hilo zoezi, na kwa bahati nzuri tumewatoa, ila kuna wengine bado wamekuwa kidogo wagumu kwenye zoezi la kutoka. Tunaendelea kupambana nao na kuwapa elimu zaidi ili waweze kutoka katika sehemu hatarishi ili waende sehemu salama zilizoandaliwa na serikali. Nikiripoti kutoka wilaya ya Mvomero mkoani Morogoro, ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Asante Jimmy Mengele kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Morogoro. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Rimo Nyansaho kupitia taasisi yake ya Nyansaho Foundation amekabidhi mifuko 60,000 ya saruji kwa wabunge wa majimbo ya mkoa wa Mara, huku akiagiza saruji hizo kwenda kutumika katika sekta ya elimu na afya na maeneo mengine yenye changamoto. Musa Makali ana undani wa taarifa hiyo. Ni katika hafla ya ukabidhi mifuko ya saruji takriban 6,000 kwa wabunge wa majimbo yote katika mkoa wa Mara, na hapa zoezi linaongozwa na mwenyekiti wa taasisi ya Nyansaho Foundation ambaye pia ni waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Rimo Nyansaho. Mgawanyo wa ile mifuko ya simenti utaenda sio kwa kila jimbo, ni kwa kila mbunge, ila ni vizuri tukaelekeza ikaenda kwenye elimu na afya. Pia katika hafla hii akakumbushia kumwenzi kwa vitendo hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kila inapofika Oktoba katika kumbukizi ya kifo chake. Kitaifa kunakuwa na mipango ya kitaifa, lakini lazima mipango yetu sisi kama mkoa wa Mara tuwe tunafanya uadhimishaji ule sawa sawa, tukiuonyesha kwa mtu kila mmoja wetu kwa nafasi yake. Tutakuwa na nchi, tutakuwa na mkoa na wilaya zetu, na wadau mbalimbali wa maendeleo waendelee kuiunga serikali mkono katika kuboresha miundombinu ambayo inatoa huduma kwa wananchi. Wabunge nao ambao wananufaika na msaada huu na hapa wakazungumza. Kwa hiyo huku kwetu Msoma vijijini natumika bila matatizo.
Asante sana Nyansao Foundation. Tunatoa shukrani za dhati sana kwa msaada mkubwa huu ambao umeweza kutufikishia siku hii ya leo. Tuko tayari kukupa ushirikiano wa kutosha, tuendelee kukusaidia ili kazi yako iendelee kuwa nyepesi. Hatujawahi kuwa na umoja, lakini safari hii Mheshimiwa Nyansao ametuunganisha wabunge wote. Jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Asante Musa Makali kwa taarifa hiyo. Matumizi ya tehama katika sekta ya kilimo yanazidi kushika kasi nchini, huku wakulima wakitarajiwa kunufaika na mifumo ya kisasa ya ufuatiliaji wa bei za mazao kwa uwazi. Tupate undani wa taarifa hiyo. Katika kuwawezesha wakulima wa mazao ya kimkakati ikiwemo nafaka, kampuni ya Mixx by Yas imekabidhi vifaa vya kisasa kwa mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA ili kurahisisha upatikanaji wa taarifa za bei na minada kupitia mfumo wa stakabadhi za ghala. Akizungumza jijini Arusha, meneja wa Mixx by Yas kanda ya kaskazini Eric Sostenes amesema teknolojia imekuwa chachu ya kukuza sekta za kimkakati na kuongeza fursa za kiuchumi kwa wakulima. Sisi kama Mixx, kama tunavyofahamu, tunarahisisha huduma za kidijitali kwa wakulima. Hivyo lengo la kutoa hii TV ni kuhakikisha kwamba wakulima wote katika AMCOS zao wataweza kupata bei au kuelewa kwamba kwa mazao aliyokuwa nayo ataweza kuuza kwa kiasi gani. Mixx by Yas kupitia Mixx Kilimo tumeweza kufanya kazi na AMCOS zaidi ya 3,000. Hii ikimaanisha kwamba kwa kipindi cha miaka 6 tumeweza kulipa wakulima zaidi ya bilioni 700. Ukulima sasa hivi unahamia zaidi au umeegemea kwenye masuala ya kiteknolojia au ukulima umeoana na teknolojia. Kwa upande wake, COPRA imeeleza kuwa ushirikiano huo utarahisisha ufuatiliaji wa mazao na kuongeza imani kwa wakulima. Uwepo wa TV utaweza kuwawezesha wakulima wetu na wadau mbalimbali kupata taarifa moja kwa moja kupitia kwenye TV ambayo watakuwa wanaitumia wakati minada inapokuwa inaendelea. Kifaa hiki ambacho mmetuletea kitatuwezesha kufanya minada yetu kwa uwazi zaidi, kwa sababu tuna mifano mbalimbali ambayo kutokana na kukosa vifaa hivi wakulima wamekuwa wanalalamika. Kupitia huu mfumo na kupitia ujio wa Mixx by Yas, tunaamini kabisa ule mfumo unaenda kuthibitika zaidi, wakulima watalipwa kwa muda mfupi zaidi. Sekta ya kilimo nchini Tanzania inaendelea kuwa uti wa mgongo wa uchumi, ikiajiri zaidi ya 60% ya Watanzania. Hata hivyo, changamoto ya upatikanaji wa taarifa sahihi za bei za mazao imekuwa ikiathiri wakulima wengi, hasa wanaouza mazao yao kupitia madalali. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Asante Jamila Omar kwa taarifa hiyo. Maafisa wa usafirishaji manispaa ya Morogoro wameomba Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba kutoa tamko la ukamataji wa bodaboda unaofanywa na mamlaka ya udhibiti wa usafirishaji ardhini na majini LATRA juu ya faini ya shilingi 250,000 inayotozwa na mawakala wa LATRA. Taarifa zaidi na Jimmy Mengele. Wakiongea na waandishi wa habari, maafisa wa usafirishaji maarufu kama bodaboda wamemwomba Waziri Mkuu kutoa tamko la faini ya 25,000 inayotozwa baada ya kushindwa kulipa malipo 17,000 zinazotakiwa kulipwa. Mtu anakuja anakukamata, hana jezi, hana kitambulisho, hajitambulishi. Ghafla tu anakuvamia na kukukamata. Bwana, mimi LATRA. LATRA una kitambulisho gani? Usitaki kujua kitambulisho changu. Mimi nani? Nikamwambia haiwezekani kitu kama hichi. Unapoenda kumkamata mtu na kumwambia kwamba mimi ni afisa fulani, lazima uwe na kitambulisho. Kwa hiyo kero hii kama sisi maafisa usafirishaji tunaomba hii kero ishughulikiwe vizuri. Kama Waziri Mkuu Bwana Mwigulu Nchemba unatusikia, tunaomba utusaidie hili swala, sisi kwetu limekuwa kero. Na ninavyotambua swala la LATRA ni swala ambalo bado halijafika ukomo. Sasa inashangaza umma kuona kwamba unakwenda kulipa, unakwenda kupigwa na faini. Tunaomba mlichukue jambo hili, ikiwezekana lifike kwenye ngazi za serikali ili tuweze kusaidiwa. Ikiwezekana lifike hata kwa Waziri Mkuu ndugu Mwigulu Nchemba. Nakupa control number kwanza 25,000 ulipie, alafu hiyo 17,000 utalipa kwa muda wako wewe mwenyewe ambayo ilipika. Nikana hii sio saini. Nikamwambia bwana, mimi hiyo kazi siwezi kufanya tena. Faini ni 25,000, malipo ni 17,000. Kwa hiyo faini ni kubwa kuliko kulipa
na utaratibu wanaotumia sio mzuri. Wanachukua vijana wanasema wao ni LATRA, kwa hiyo unakuta hawana uniform kueleza kama wao ni LATRA. Kwa hiyo sisi kitu ambacho kiletu ni hiyo. Akizungumzia juu ya malalamiko hayo, afisa mfawidhi wa LATRA mkoa wa Morogoro, Endu Mlacha, amesema mawakala wa LATRA kazi yao ya kwanza ni kutoa elimu juu ya umuhimu wa kulipa leseni ya usafirishaji ya 17,000 na endapo watashindwa kulipa kwa wakati ndio wanatakiwa kulipa faini ya 25,000. Faini ya kutokuwa na leseni ya usafirishaji ya mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini ni shilingi 25,000. Lakini kipaumbele chetu sio kumtoza ule mmiliki faini, ni kuhakikisha kwamba analipia ile ada ya leseni ambayo ni shilingi 17,000 kwa mujibu wa sheria. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, ni Jimmy Mengele wa Channel. Taarifa ya Jimmy Mengele inatuwekea kutoka kwenye habari za kitaifa na kimataifa. Tunapata mapumziko mafupi, atarejea hapa Esther Mtebe kutujuza habari za michezo na burudani. Usiondoke.